Mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Jaji George Joseph Kazi amesema uteketezaji wa nyaraka za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 umefanyika kwa mujibu wa sheria baada ya kutimia kwa muda wa siku 90 tangu kufanyika kwa uchaguzi huo. Akizungumza katika zoezi la uteketezaji lililofanyika katika kijiji cha Mungoni, wilaya ya Kusini Unguja, mwenyekiti huyo amesema kuwa kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi namba 4 ya mwaka 2018, tume inatakiwa kuziteketeza nyaraka za uchaguzi siku 90 baada ya uchaguzi. Hapa tupo katika kuziteketeza nyaraka zote za uchaguzi uliofanyika mwaka wa 2025, na kwa mujibu wa utaratibu wa sheria ya uchaguzi ya mwaka 2018 ni kwamba siku 90 baada ya uchaguzi mkuu tume inapaswa kuziteketeza nyaraka kama kutakuwa hakuna amri yoyote ya mahakama kuzuia utekelezaji huo. Kwa hiyo tulianza kwa upande wa Pemba baada ya siku 90 ya uchaguzi, na kwa kuwa kulikuwa hakuna zuio lolote la kimahakama la kufanya tume isiweze kuziteketeza kuziharibu nyaraka hizo, na leo tuko kwa upande wa Unguja kwa ajili ya kuziteketeza nyaraka hizo za uchaguzi kwa mujibu wa sheria. Kuwepo kwa kesi ni swala moja, lakini kuwepo na amri ya mahakama ya zuio ni swala lingine. Kesi ni kweli zipo kesi za uchaguzi kwa Unguja bado zipo. Kwa Pemba nadhani nilipata taarifa kwamba zilitupiliwa mbali kutokana na kasoro tofauti za waliopeleka maombi yale au zile petition. Kwa Unguja zipo petition ambazo nyingine zishasikilizwa, nyingine bado hazijasikilizwa. Lakini petition zile zilifunguliwa bila kuwepo na ombi lolote kwa mahakama la kuzuia uteketezaji wa nyaraka. Kwa hiyo kwa msingi huo sisi tume hatujapokea amri yoyote kutoka mahakamani ya kuweza kuzuia utekelezaji wa sheria. Kwa hiyo kesi inaweza kawepo, kwa sababu uwepo wa kesi inategemea na ushahidi. Inawezekana kwamba ushahidi ambao wanataka kupeleka kule hauhusiani na nyaraka vile vile, ndio maana hawajaweka zuio hilo, na zuio ingeweza kuwekwa hata na upande wa mwanasheria mkuu. Upande wote wanaweza kuweka zuio kama katika kesi ile wanategemea watatumia hizo nyaraka, lakini hamna loweka pande zote. Kwa hiyo sisi kama tume inabidi tufuate tu matakwa ya sheria, kwa sababu tusingefanya hivyo it means tungekuwa tuko kinyume na sheria. Sasa ikitokea hali kama hiyo tutawaambia kwamba nyaraka zishateketezwa kwa mujibu wa sheria. Yani tunaweza tukasema kwamba tayari imeshakuwa overtaken by events. Mahakama yenyewe itaelewa, na kiukweli ni kwamba sisi tunafuata sheria. Kwa mtu yote ambaye ataona kwamba labda tunaenda kinyume na sheria anaweza kwenda kushtaki mahakamani, na mahakama itasema kwamba tuko sahihi au hatuko sahihi. Lakini mahakama ikihitaji tutaeleza kwamba ilikuwa sheria inavyosema, siku ni 90 ambazo zimewekwa. Mahakama ambayo ingeweza kuweka zuio haijaweka zuio, na sisi tumefuata matakwa ya sheria. Sisi tume sio waganga wa kienyeji au wapiga ramli kuweza kujua kwamba nini kitatakiwa mahakamani. Sisi sheria imetutaka tufanye hivi na tunafanya. Na sheria ni msumeno nasema. Kwa hiyo hatuwezi kubashiri kwamba ni nini ambacho kitatakiwa baadaye kama mtu hajaomba. Na mahakama unaambiwa si shemeji yako, si mjomba wako, itakupa kitu ambacho umekiomba. Na sisi tunategemea amri ya mahakama. Hakuna amri ya mahakama tulioletewa. Na sheria inaeleza ulazima kwamba baada ya siku 90 nyaraka zote zilizotumika katika uchaguzi ziteketezwe. Labda tuwepo amri ya mahakama. Iko wapi amri ya mahakama? Hatuna. Sema baada ya siku 90. Si tuna maghala yetu tutatatu yatumie. Sasa tuweke nyaraka ambazo hazina tena kazi yoyote. Kwa sababu gani? Kwa lengo lipi? Kuna sababu yoyote? Na kwa nini watu wamekuja baada sisi kusema siku 90 zimepita tunateketeza? Kwa nini wasingekuja kabla hapo? Kuna mtu yote alitokeza kabla hapo? Hawajui sheria, si wanajua? Si wana sheria wanaita wanasheria nguli. Walikuwa wapi? Kwa nini atokee baada ya sisi kusema kwamba sheria inasema hivi sasa tunatekeleza sheria? Wao ndio watokea. Walikuwa wapi wakati huo? Naitwa Zuena Rajabu Ali. Ni mfanyakazi kutoka taasisi ya nyaraka. Kwa mujibu wa sheria ya nyaraka ya mwaka 2008 katika kifungu cha 13 mpaka 15, ni kweli inatupa mamlaka ya sisi kusimamia zoezi la utekelezaji kwa mujibu wa sheria ya nyaraka hizi. Tunasema ni kumbukumbu, maana nyaraka huwezi kuiteketeza.
lakini hizi ni kumbukumbu. Na kumbukumbu zina kiwango chake na muda wake, ambazo zikifika kwa mujibu wa thamani ambayo ilikuwa nayo zina uwezo wa kuteketezwa. Na sisi ni nyaraka tunasimamia sheria, lakini kila kitengo ambacho wao nao wanatumia sheria zao. Kwa hiyo sisi ni jukumu letu kuisimamia ile sheria kwa pale ambapo inahusika na wao, tunaendana na wao. Kwa hiyo sheria yao ni muda siku 90, na kweli sisi tulikuja kuziangalia na tunajua kwamba zile hazina thamani ya kuwa ni nyaraka. Zile ni kumbukumbu. Ni sawa tuchofanya. Kumbukumbu hii kama kuhifadhiwa kwa miaka mbele, tunachohifadhi sisi ni yale matokeo, sio hizi karatasi. Kwa sababu karatasi hizi utazihifadhi kwa miaka mingapi? Mazitaka wapi? Magodown yanajaa. Lakini matokeo ni muhimu, kwa sababu yoyote anekuja anahitaji yale matokeo yalokuwepo. Na tukiangalia tokea miaka ya nyuma kabla hata mapinduzi, ukija taasisi ya nyaraka tunayo chaguzi ambazo zilifanyika, matokeo tunayo. Mtu haja akatafuta hizi karatasi, hapana, nataka matokeo ya mwaka fulani yalikuwa vipi, yameenda vipi na ametokea kwa asilimia ngapi. Hicho ndo tunachokihifadhi. Kwa jina naitwa Musa Juma Mbwato, Sheha Mungoni. Kwanza nishukuru sana katika zoezi letu hili tulionalo sasa hizi tunalifanya hapa la kuchoma kumbukumbu. Mimi kama serikali ya kijiji nimepata taarifa na nimeliridhia. Na mpaka sasa tuko salama, shughuli zinakwenda bila tatizo. Tunasema bado tuko katika hali ya usalama kabisa.